Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kaka wa msanii Diamond Platnumz Ricardo Momo ameamua kuzungumzia ili sakata ambalo linaendelea kutrend huko kwenye mitandao ya kijamii linalomhusisha Diamond Platnumz kumpiga kipigo kizito ambaye ni mke wake Zuchu. Hili swala watu wengi sana wameweza kulizungumzia, lakini Ricardo Momo kama ambavyo tunafahamu ni kaka ambaye yupo karibu sana na msanii Diamond Platnumz. Tukiangalia baadhi ya moment ambazo Diamond anakuepo, ni lazima Ricardo Momo anakuepo. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu tu Ricardo Momo ni kaka ambaye yupo karibu sana na msanii Diamond Platnumz. Ukiachana na huyu ndugu yake mwingine Eddy Santos, lakini Ricardo Momo ni mtu ambaye yupo karibu sana na Diamond. Na ndio maana hata kile kipindi ambacho kabla Zuchu hajaolewa na msanii Diamond mara nyingi sana alikuwa anamuomba ushauri kaka yake Ricardo Momo, kwa sababu tunafahamu Ricardo Momo yeye alitangulia kuoa, hivyo basi alikuwa anajua mambo mengi sana kuhusiana na ndoa. Ndio maana Ricardo Momo mara nyingi alikuwa anamshauri Zuchu kwamba hebu muache huyu kijana aweze kufanya maamuzi yake ya ndoa peke yake. Yaani Zuchu alikuwa anamlazimisha sana Diamond, naomba unioe. Lakini Diamond akija kwa kaka yake Ricardo Momo anamwambia, kaka, mimi sipo tayari kuoa kwa sasa hivi, lakini pia sipo tayari kumpoteza Zuchu. Sasa naogopa huenda nisipomuoa Zuchu nikampoteza, ili mradi tu nisije nikamkosa Zuchu, inabidi tu nitii matakwa yake, yani nifunge naye ndoa. Ndio maana hata Diamond Platnumz alipokuja kumuoa Zuchu ndoa ya mkeka, unaambiwa ulikuwa ni ushauri wa kaka yake Ricardo Momo. Yani familia nzima ilikuwa haijui kama Diamond anaenda kuoa, lakini Ricardo Momo alikuwa anafahamu kila kitu kwamba Diamond na Zuchu siku ya leo wanaenda kufunga ndoa, na ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anafahamu hilo sakata. Lakini Ricardo Momo alijua kabisa hapo mbeleni kutakuja kutokea madhara au kutakuja kutokea shida, kwa sababu ile ndoa unaambiwa Diamond alikuwa bado hajaiafiki vizuri, lakini Zuchu yeye alikuwa analazimisha kwamba usiponioa naondoka WCB, usiponioa basi tunaachana. Kwa nini mimi kila siku nisemwa mitandaoni? Kwa nini kila siku mimi natupiwa mawe? Kwa nini kila siku mimi nasemwa vibaya? Kwa nini usinioe? Ni kitu gani ambacho kinakusababisha usinioe? Basi baadaye wakafunga ndoa. Sasa Ricardo Momo anakuambia hata ile sakata la Diamond Platnumz kumpiga Zuchu, anakuambia sababu pia ni Zuchu. Yani Ricardo Momo imebidi asimame upande wa ndugu yake msanii Diamond Platnumz na kumtetea na kudai kwamba Zuchu yeye ndo kasababisha, kwa sababu tangu kile kipindi cha ndoa Ricardo Momo alikuwa anamwambia Zuchu, mwenzako hayupo tayari, ungesubiri kwanza wote muwe tayari, na ndoa ni maridhiano ya watu wawili. Sasa wewe unaweza ukaridhika, lakini mwenzako kumbe bado moyoni mwake hajaridhika, hajataka kuoa kwa kipindi hicho, kitu ambacho kitapelekea baadaye ndoa yenu itakuwa inakosa amani. Sasa Ricardo Momo anakuambia kitendo cha Zuchu kushika simu ya msanii Diamond Platnumz kimemletea madhara makubwa. Diamond kitu ambacho hapendi hata mama yake akishike ni simu yake. Anakuambia simu yake ina mambo yake mengi muhimu. Ukiachana tu na mambo ya wanawake, ukiachana tu na mambo ya mahusiano, basi simu ya Diamond ina mikataba mingi sana muhimu, vitu muhimu sana, makampuni ambayo anafanya nayo kazi. Sasa Zuchu kuna baadhi ya vitu ambavyo amevifahamu kwa Diamond kwamba sio kila kitu Diamond ameweza kumwambia. Kuna vitu vingine Diamond hajamwambia, kuna siri nyingine ambazo Diamond hajawahi kumwambia. Sasa kitu ambacho kilimkwaza zaidi Diamond ni kwamba Zuchu amefahamu siri zake ambazo yeye alikuwa hatamani kabisa aweze kuzifahamu. Unafikiri ni siri gani hizo ambazo Zuchu ameweza kuzifahamu mpaka Diamond kufikia hatua kumpiga kiasi hichi? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.